Hujambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Na leo tunaenda kuongea juu ya hasira na kile kinachosababisha hasira na namna gani watu wanaweza manage, wanaweza jilinda, wanaweza jisaidia kutokana na madhara yanayoletwa na hasira. Jina langu ni Mwalimu Filipo. Karibu tuandamane hadi tamati. Sijui kama uliwahi kuona mtu amekasirika. Bila shaka uliwahi. Wengi ambao tumelelewa Afrika, tulilelewa na wazazi ambao walijua hasira ni nini. Kwa sababu na wao walilelewa na wazazi wengine waliojua hasira. Na sana sana kile kizazi ambacho kilitokea baada ya mkoloni kuondoka. Walikuwa na hasira na mkoloni, hivyo hivyo wakatupitishia hasira. Na ile tunasema kwa Kiingereza by default, tukajikuta katika hali ile na sisi tumeingizwa katika hasira. Na hiyo hasira yao tukaibeba, baadaye unakuta tukakuwa katika ile hasira. Lao sivyo, tukajikuta tumelelewa katika mazingira ya watu ambao wanajua hasira ni nini, na sisi tukajifunza kutoka kwao. Katika somo la leo nitakuwa nikikuelezea ama nikifundisha mambo 10 ambayo yanaitwa triggers, yanayosababisha mtu akasirike. Uyajue. Baadaye nitakuambia mambo mengine 10 ambao unaweza fanya ili kuweka kiasi katika ile hasira yako. Mimi mshauri wa jamii pia huwa ninamweka Mungu mbele katika ushauri wangu, na ningetangulia kwa kusema hivi ya kwamba hakuna mahali pameandikwa hata katika vitabu vya dini kwamba mtu asikasirike. Kwa hivyo hakuna amri inayosema mtu asikasirike. Lakini ipo amri inayosema ukikasirika usikae na hasira. Inasema kwamba ukikasirika mchana usigoje jua litue. Na kama umekasirika usiku usifanye dhambi, lakini ulale kwa kitanda chako uyatafakari yaliyokusababishia hasira. Kwa hivyo hasira ni kitu ambacho huwezi kukiekea amri, lakini unaweza kukiekea kiasi. Sawa? Okay, sijui kama uliwahi ona watu ambao wanaitwa watu wa dini wakiwa wamekasirika. Siku moja Yesu amekasirika sana alipofika kanisani na akakuta wale watu wa kanisani wamebadilisha ile kanisa wakati huo iliitwa hekalu. Wameibadilisha hekalu ama kanisa, wakaacha kuabudu na badala yake wakaifanya nyumba ya biashara. Wakawa wanauza jiwa mle, wanabadilishana sarafu, wakawa wanauza wanyama mbalimbali, na Mungu akasikia vibaya sana. Wakati alisikia vibaya, Yesu akasema hivi, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini nyinyi mmeigeuza mkaifanya deni la wanyang'anyi. Basi hapo ndipo akatoa mshipi. Maandiko mengine husema alichukua kikoto, akawachapa, akawaunda, akawatoanisha nje katika ile hasira. Lakini hiyo ilikuwa ni hasira inaitwa hasira takatifu. Musa pia kuna wakati alitoka mlimani pale akawa amekasirika sana. Na alikasirika juu wakati alienda kuchukua amri 10 za Mungu, ameteremka akakuta watu wa Mungu badala ya waweze kumgojea wapewe zile amri 10, waliweza kuona amechelewa, wakafikiria Mungu alishaenda, wakaamua kujitengenezea miungu yao, wakaiabudu, wakaitolea sadaka. Musa alipofika akakuta hawa mabwana walishajichafua kiroho, wameabudu miungu, wamemwacha Mungu. Musa akakasirika sana, akachukua zile amri 10 zilikuwa zimeandikwa kwa mawe, akazirusha, zikaanguka chini, zikavunjika zote. Kisha akaanguka chini, akalala pale siku 40 yatafakari na kuomba kuhusu swala lile aliloliona Musa. Kwa hivyo wapo watu wamekasirika katika Biblia. Na ndiyo sababu Biblia
haijatuambia tusikasirike, ila imetuambia tuweke kiasi katika kukasirika kwetu. Okay, wewe pia najua uliwahi kasirika. Niliwahi ona, kwa sababu mimi ni mshauri wa jamii, niliwahi ona watu ambao wameoana, wamekaa katika ndoa siku chache, na wengine wamekaa katika ndoa siku nyingi, na hata hivyo hasira haiwi kila wakati, lakini zipo nyakati ambazo hasira hutokea. Na swali tunaloliuliza leo ni kwamba mtu hukasirishwa na nini? Kabla hujajua kile kinachokukasirisha, hauwezi jua utapambana na nguvu za hasira namna gani. Kwa sababu hasira ni hisia. Hasira ni hisia. Lakini swali ni kwamba hisia huletwa na nini? Mara nyingi hisia huletwa na ufahamu fulani uko nao katika mawazo yako, na huletwa na imani fulani ama itikadi fulani ambayo uko nayo kuhusu ule ufahamu uliopokea. Kwa hivyo tunapoangalia masuala 10 ya vitu gani husababisha hasira, pengine kitu moja katika yale 10, jambo moja katika yale 10 yatakusaidia ujue wewe ni kitu gani husababisha hasira kwako. Wahenga walisema hasira hasara. Kwa hivyo hasira inayo nguvu. Pia nilisikia wakisema nilipofundishwa kwa shule kwamba hasira ya mkizi ni faida kwa mvuvi. Mkizi ni samaki. Wale watu wanaoenda baharini kuvua huwa wanavua na merikebu ile inaitwa boti. Wakati wanavua wanatembelea juu ya maji hivi, wanaenda wakivua. Samaki wengine wakisikia lile gari huwa wanakasirika, wanaruka juu. Na hivyo wameruka juu, ndivyo kuingia wamejikuta wameingia katika ule mtumbwi ama ile boat. Hivyo wameingia pale, hasira yao inakuwa faida kwa mvuvi. Kwa hivyo kabla hujaanza kukasirika, jiulize, hasira yangu itamfaidi nani? Ikiwa hasira yako haikufaidi wewe, bila shaka kuna yule anayefaidika. Na hauna haja ya kumfanyia mtu kazi afaidike huku wewe haufaidiki. Pana haja ya kuuliza, hasira yangu inamfaidi nani? Basi, utangulizi huo. Sasa ningependa tuangalie masuala 10 yanayosababisha hasira. Swala la kwanza ni kitu kwa Kiingereza tunaita crossed boundaries, mipaka iliyovukwa. Kila mtu ana mipaka yake. Wazee wanao mipaka, kina mama wake wa watu wako na mipaka, watoto wana mipaka, wakuu wa watu wako na mipaka. Pale unapovuka mipaka, utaiona hasira inayowaka kama moto. Lazima ujue mipaka yako ni gani, na uwajulishe watu ikiwezekana mipaka yako ni gani, kuzuia wasivuke wakakusababishia hasira. Jambo la pili ambalo husababisha hasira linaitwa failed expectations, matarajio yaliyopotea. Ulikuwa unatarajia mtu fulani afanye jambo fulani ama awe jinsi fulani. Pengine ni wanafunzi ama ni watu wako wa kazi ulitarajia wafanye ama wafike, au ni mkeo ulitarajia awe ameandaa kitu fulani, jambo fulani, namna fulani. Na wakati matarajio yamekuwa yameanguka ama yamekosa kutimizwa, mtu husikia hasira inapanda. Si watu wote, lakini wapo watu ambao matarajio yakikosa kuafikiwa wanakuta wamekasirika tu. Jambo la tatu ambalo
husababisha hasira linaitwa broken promises, ahadi zilizovunjwa. Mtu alikuwa amekuahidi atakusaidia kifedha, atasaidia mtoto wako, atasaidia watu wenu. Alikuahidi atakufanyia hili. Wanandoa saa ingine huwa wanaahidiana, nikikuoa nitakununulia gari, nikikuoa nitakupeleka ng'ambo, nitakununulia shamba, nitakununulia nyumba. Na zile ahadi zikikosa kuafikiwa ama zikivunjwa, aliahidi atakuwa mwaminifu, hajakuwa mwaminifu, hayo yanaleta hasira kama moto. Jambo lingine ambalo husababisha hasira ni stress. Uko na msongo wa mawazo, una kitu kinakusumbua katika akili, kinakusumbua sana. Pengine ni masuala ya elimu ya watoto ama elimu yako, masuala ya kazi ya wafanyikazi, au mambo tu ya kibinafsi ambao huwezi eleza watu, yanakusumbua. Alafu mtu ameanza kuongea nawe, ama peke yako tu unajipata unakasirika. Jambo lile lingine ambalo husababisha hasira linaitwa peer pressure ama peer influence. Ukiwa na watu, marafiki zako, ambao hukasirika sana, wewe mwenyewe utafikia mahali uone kama hasira ni uamuzi wa sawa mtu anafaa kufanya, na utajikuta kama ukasiriki, kwa Kiingereza utajikuta you are the odd one out. Yaani utakuwa ni kama hautoshei kwa ile group, kwa kile kikundi cha marafiki zako. Kwa hivyo na wewe unajikuta maisha huwa kama homa, umeambukizwa kukasirika na wewe umeanza kukasirika. Jambo la 6 ambalo huletea hasira ni kuwa na wazazi na watu wa ukoo, ndugu, watu waliokulea ukiwa mtoto, waliojaa hasira. Kwa hivyo malezi, tukifundisha watoto kwa kufanya, kwa sababu watoto huwa hawasomi kwa kusikia, watoto husoma kwa kuona. Ukiwa wewe ni baba mwenye makasiriko, watoto wako watakuwa wanakasirika. Ikiwa wewe ni mama ama wale tunaita caregiver, baba mlezi ama mama mlezi, ndugu zako wakiwa wanajaa hasira, wewe mwenyewe utaiona ile hasira kuwa kama ni kitu kizuri, na kitakaa na wewe kila saa. Utajikuta kiko tu ndani yako na ni kama unaona kama hasira iko sawa. Lakini hasara my friend. Kitu kingine ambacho kinasababisha hasira, point number 7, ni kitu tunaita kwa Kiingereza media influence. Media influence. Watu wanapoangalia kwa simu, kwa TikTok, kwa Facebook, kwa Instagram, uone watu wanavyokasirika na uone yale mambo watu wanayoyafanya wakikasirika. Kama umezoea kuyaona yale sana, utajikuta na wewe pia umetamani kuwa mtu wa kukasirika, ama hasira inakupanda tu ovyo ovyo. Swala la 8, kwa nini watu hukasirika ama linalosababisha kukasirika, ni kuwa na mambo ambayo hujasuluhisha yalifaa kusuluhishwa. Sana sana ugomvi ambao wewe uliona ulikosewa ukanyamaza, ukakosewa tena ukanyamaza, ukakosewa tena ukanyamaza. Hizo vitu ulizozibeba kwa moyo wako, hujajua ulizibeba, lakini kuna watu ambao hunyamazia hayo mambo.
siku zingine analipuka, na anapolipuka na hasira ndio atakwambia mwezi wa pili tarehe 25 ulinikosea ukanifanyia hivi, mwezi wa 5 tarehe 20 ukanifanyia hivi, mwezi wa 7 tarehe, yaani yeye amekuwa anayabeba yale, basi yanakuwa sababu ya hasira katika maisha ya yule mtu. Jambo lingine ambalo ni jambo la 9, kwa nini watu hukasirika, ni mazingira. Ukiwa katika mazingira ya watu wa hasira, au watu hupigana, au watu huteteshana, au watu hutukanana, wanapoingiwa na hasira, utajikuta na wewe kwa sababu ya kuwa kwa yale mazingira umeambukizwa. Kwa hivyo pana haja sana ya kuangalia, pengine hasira yako haitokani na kwenu, inatokana na mazingira yale unayoishi ndani yake. Ukihama tu ile tatizo linaisha. Jambo la 10, kwa nini watu hukasirika, ama ambazo ni trigger, kisababishi cha hasira, linaitwa hopelessness. Watu ambao wamepoteza tumaini, hauna tumaini kabisa katika maisha, huwa hawana sababu ya kuishi. Wanaamua watakasirika, wafanye mbaya, warushe mawe, watukane watu, wapigwe, waangamie. Hawana sababu ya kuishi, wamepoteza tumaini. Anaona pengine mzee amekufa, ndugu zake wamepigwa, wamepigana, waliompenda wamemwacha, aliyekupenda amekuacha. Unaona kama hakuna tumaini, hasira huanza kupanda. Hayo ni masuala 10 ambayo husababisha hasira. Napenda sasa nichukue muda huu kukueleza juu ya masuala mengine 10 ambayo yatakusaidia kuweka kiasi. Kwa Kiingereza yanaitwa kumanage, yatakaoweza kuitawala ile hasira. Jambo la kwanza ni kuitambua ile sababu. Recognize the trigger. Ni sababu gani ambayo imesababisha ukasirike? Uitambue. Ukuijua tu, ile kuijua inakuwa ni chanzo cha kutuliza hasira. Kwa hivyo usikasirike na ukakosa kujua. Alafu ujue kuna hasira ambayo hushikana, triggers zinashikana, kwamba hii hasira imetokea kwa sababu umechoka, imetokea kwa sababu imeshikana na kwenu, watu wa kwenu ukasirika, imeshikana na yale mazingira unayoishi ndani yake, imeshikana na marafiki wale uko nao huwa wanakasirika, na zaidi. Pana haja ya kujua ni kitu gani kimesababisha. Number 2, hasira huwa inasukuma mtu, ni nguvu fulani husukuma mtu kufanya kitu fulani kisicho cha sawa kwa sababu ya kujitetea. Hisia imeathirika na sasa mtu anataka ajilipishe, ili inaitwa kisasi, ndio naye asikie haki yake imetendeka. Lakini wasomi husema hivi, delay in the reaction. Hiyo ni point number 2. Chelewesha hicho ulikuwa unataka kufanya. Kama ulikuwa unataka kutukanana, tukisoma, tulipokuwa tunasoma conflict management, tuliambiwa kama umekasirika, kabla hujafanya jambo lile ambalo hasira inakwambia fanya, kama ni kutukana ama kupigana ama kujidhuru, chukua sekunde kama 10, uhesabu 1, 2, 3 hivyo mpaka 10. Ucheleweshe kufanya kile hasira inakwambia. Ukihesabu 1 mpaka 10, hasira utulia na ukaanza kufikiri kitu cha sawa. Kwa hivyo delay reaction. So ya kwanza, recognize the trigger. Ya pili, you delay the reaction. Ya 3 inaitwa meditation. Tafakari.
Fuatanisha hivyo. Tambua ni kitu gani kilichosababisha. Namba 2, chelewesha kufanya kile ulikuwa unataka kufanya. 3, jaribu kutafakari, kwa sababu watu wengi huwa hawakumbuki yale walioyafanya walipokuwa na hasira, walioyasema ama walioyafanya. Huwa wanakuja kuona matokeo baadaye. Kama alipiga mtu, anakuta hakuwa anajua akimpiga, lakini anakuta amempiga, shamuumiza, ule mtu ameanguka pale. Kwa hivyo tafakari. Je, mimi nilichangia wapi katika hii hasira? Je, mazingira yalichangia wapi? Mimi mwenyewe kwa nini nilichukua hili jambo kwa uzito sana? Utafakari. Na je, nikifanya hili litanisaidia na nini? Litasaidia huyu aliyenikasirisha vipi? Tafakari, meditate. Fikiria, je, Mungu ataliangaliaje lile jambo? Watu wa kwenu wataliangaliaje? Wananchi wenzako watalifikiria namna gani? Namba 4, jinsi ya kuitawala hasira. Tafuta mtu anaitwa mentor ama mshauri, mtu mwingine ambaye mnaweza ongea naye ukamweleza kile kilichotokea, na ile kwamba amekusikiliza na wewe umeliongea swala lote. Kule kuliongea, kutoa ule uchungu, katika counseling kunaitwa catharsis. Katika kuelezea waweza kuta machozi yanatoka. Katika kuelezea utajikuta wanasema a problem shared is half solved. Kwa hivyo utakuta umesuluhisha ile shida 50% kwa sababu ya kutafuta mtu mnayeweza ongea naye. Namba 5, badilisha mtazamo. Vitu vingine vinakukasirisha ni kwa sababu unazitazama katika mtazamo wa wewe kama mtu binafsi, ama unazitazama na mtazamo wa kiwango cha elimu ulicho nacho, ama unazitazama na mtazamo wa watu wa kwenu, mila ya kwenu. Unasema watu wa kwetu sisi hatufanyiangu hivyo. Badilisha mtazamo. Jaribu kuchukua hilo jambo kwa mtazamo tofauti na huo. Aliyekukasirisha ama hali iliyokukasirisha, kuna venye unaweza kuiangalia kwa njia nyingine. Badilisha mtazamo. Pale unapobadilisha mtazamo, utakuta utapata sababu fulani, uone kweli hata kama ni wewe ungekuwa katika hiyo hali, ungefanya tu kile ulichofanyiwa. Kwa hivyo badilisha mtazamo. Number 6, kuna kitu kinaitwa journal. Kiingereza anasema keep journal. Journal ni kitabu kama kile cha notes. Unachukua kalamu na hicho kitabu unaandika kile kilichotokea. Andika vizuri, ukieleze vizuri venye kilitokea, venye ulifanyiwa, na venye na wewe ulifanya, na vile unasikia kufanya, na kile unatarajia kitokee baada ya umefanya hivyo umefanya. Hiyo ni njia moja ya kujiondolea ama kuitawala hasira vizuri. Namba 7, ongeza maarifa. Soma zaidi kuhusu wewe mwenyewe. Ujijue wewe ni mtu wa jinsi gani. Pata ufahamu zaidi juu ya watu wa kwenu, huwa wanachukulia mambo vipi. Pata ufahamu zaidi juu ya watu wa kimataifa, wakikutana na jambo kama hilo wao hufanya nini. Jiongeze ama ujiongezee maarifa. Hilo litakufaa. Sawa? Jambo la 8, omba Mungu akupatie nguvu ya kuitawala hasira
na kutawala zile vitu ambavyo vinasababisha hasira katika maisha yako. Mungu anaweza kukusaidia. Watu dunia nzima wanaamini kuna Mungu. Ingawa watu wanakuwa tofauti na jinsi ya kufikia Mungu. Wengine wanasema wanafikia Mungu kupitia kwa nabii, wengine wanafikia Mungu kupitia kwa traditional medicine men, wengine wanasema unapitia kwa vitabu vya dini. Yule Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi. Watu wengi, watu namba kubwa ya watu hawana argument, hawana ubishi kwamba yuko Mungu aliyeziumba mbingu na akaumba nchi. Wako na tatizo la huyo Mungu tutamfikiaje? Wale watu wa imani ya kuokoka tunaamini ya kwamba Yesu alisema yeye ndiye njia ya kufika kwa Mungu. Yuko Mungu ambaye hutawala vitu vyote. Muombe, atatawala, atakuwezesha, atakupa nguvu ya kuitawala hiyo hasira. Omba tu, mwambie Mungu, kama uko, nisaidie kuitawala hii hasira yangu. Jambo la 9 inaitwa rest kwa Kiingereza, pumzika. Hasira zingine zinakuja tu kwa sababu haujapumzika, mawazo yako hayajapumzika. Tafuta namna ya kupumzika. Pumzika. Kupumzika kwa lugha ya Kiingereza, rest is not doing nothing. Rest is doing something different from the usual. Fanya kitu kingine tofauti na kile umezoea kufanya. Unaweza pumzika ukaenda break. Unaweza hama kwa hayo mazingira ukaenda mbali. Ama ukaenda ukalala. Ama ukaketi tu mahali bila kufanya chochote. Ama hata ukaenda kufanya michezo. Games. Hakikisha umeweka break katika mambo yanayokusumbua. Na hiyo break inawezesha sana ile hasira kuondoka. Jambo la mwisho linaitwa therapy. Tafuta kuchunguzwa na daktari wa akili, ndio ajue kama ndani yako kunakuwa na kitu kinaitwa disorder. Kuna kitu inaitwa disorder. Hali fulani ya hasira kupanda tu yenyewe, wewe hukutaka ipande. Uko peke yako tu, lakini unasikia hasira imepanda. Saa nyingine ile hasira inapanda kwa sababu ulizoea mihadarati. Ama mwili wako una kitu kinaitwa hormonal imbalances. Yaani mwili wako unashindwa kubalance hali ya kukaa ukiwa na amani. Na hiyo unahitaji kuchekiwa na daktari wa akili. Hatusemi kwamba wewe ni kichwa mbaya. Hatusemi wewe ni mwenda wazimu. Lakini kutafuta ufahamu kwa wanaojua mambo haya zaidi sio vibaya. Naenda kwa daktari unamwambia, mimi huwa ninafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Na sio daktari tu wa kawaida, daktari wa mawazo, wanaitwa psychiatrist. Namwambia, nilikuwa naomba uniangalie kama niko sawa, na kama siko sawa uniambie kama kuna dawa naweza tumia nikawa sawa. Mpendwa mtazamaji wangu, nimekuja kwako na swala hili lilikuwa linandukua kwa moyo, kwamba wako watu ambao wameshindwa na kuitawala hasira na imewaletea hasara nyingi. Wamevunja vitu. Siku moja nilikuwa fundi Mombasa, nilikuwa na repair machines. Mtu mmoja ameleta TV yake tumtengezee, ilikuwa imevunjika kioo. Tukauliza tatizo ilikuwa gani hapa? Akasema tulikasirishana na mzee, alafu akachukua mmoja wetu akachukua stool akagonga ile screen. Sasa huwa kunaenda hivyo. Hasira husababisha hasara. Unaweza jikuta umevunja vitu ama umevunja watu
Sasa haya ni mambo ambayo unafaa kuongea na daktari, muulize, je, nakuanga sawa kweli mimi? Ama kuna dawa naweza tumia? Wengine wenu ni ile chakula tu huwa unakula ambayo inaweza kuwa inakutatiza. Pengine unakula nyingi zaidi ama unakula kidogo, ama aina fulani ya chakula mwili wako haukubali. Kuna watu ambao wakikula carbohydrates mingi, mwili inakuwa iko na nguvu sana. Sasa hata kukasirika inakuwa haraka. Pengine unahitaji tu kupunguza carbohydrates. Upunguze sukari. Waweza kuta kasukari kakipanda juu, mtu anakasirika haraka haraka. So nimekuja na neno hili nikushauri, nikwambie, katika kila familia hasira hutokea. Unafaa kuwa na hekima hii niliyokuletea leo mimi kama mwalimu wa jamii. Ndio elimu hii kusaidie sasa na siku zijazo, na ufahamu huu ukiupata wafikishie na ndugu zako na rafiki zako, ili tuweze kuwa na dunia iliyo na kizazi chenye amani. Watu huongea, keti ujadili masuala na wale ambao wanaleta hasira ama na watu wao. Keti mjadili masuala. Si lazima hasira iwe ndio kile kitu kinatawala. Unaweza jitawala na unaweza tawala ile hasira. Kwa hivyo mketi mjadili masuala. Msikubali kila mtu aubebe uzito wa masuala mabaya ambao baadaye huleta hasira nyingi na mapigano na mioto na demonstration baadaye. Tafika hapo kwa leo. Na kabla ya kwenda, napenda nikwambie hivi. Mungu anataka uishi kwa amani. Na ndugu zako na mimi waishi kwa amani, na kila mmoja tuishi kwa amani. Na ndio tuweze kuishi kwa amani, pana haja ya kujua jinsi ya kuitawala hasira. Nimekwambia hizo point 10 na nikakwambia 10 zingine. Napenda uzitafakari, usikize hii video na uisikize tena, kwa sababu itakusaidia. Hadi kipindi kingine kijacho. Ni mimi wako Mwalimu Filipo, ambaye ni mwalimu na mshauri wa jamii. Usisahau kulike, ukumbuke kushare, ukumbuke kusubscribe, na uwe mtu wa amani, kwa sababu yote yanawezekana. Asante sana.